Aya, asante. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, Mheshimiwa Juma Hamid Aweso, Waziri wa Maji, Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi na uongozi wa CCM Taifa, uongozi wa mkoa na uongozi wa wilaya ya Busega, lakini pia nitambue uwepo wa viongozi wengine wa vyama vya siasa, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, Mheshimiwa Manuel Muller, mwakilishi wa balozi wa Ujerumani nchini, lakini pia nitambue uwepo wa dada yetu Freya Negenborn, mwakilishi wa benki ya KfW nchini Tanzania, Mheshimiwa Jackson Kiswaga, mwenyekiti kamati ya kudumu ya Bunge Maji na Mazingira, lakini amewakilishwa na makamu mwenyekiti dada yetu Ana Lupembe, waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Simiyu na wabunge wa kamati, ndugu katibu tawala mkoa wa Simiyu, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi watendaji wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, viongozi na maafisa waandamizi wa serikali, wazee wa Busega na machifu wenzangu, waheshimiwa viongozi wa dini mliopo nasi, contractors, consultants and engineers, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Simiyu hoi! Busega hoi! Ndugu wananchi, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutupa uzima wa afya njema tangu tulipoanza ziara yetu katika mkoa wa Simiyu. Lakini tumshukuru pia kwa kutuwezesha kukutana hapa leo. Leo ni siku ya 5 ya ziara yangu katika mkoa wa Simiyu na nimefurahi kurejea tena hapa Busega. Nimefurahi mliponipokea Nyamikoma wakati ninaanza ziara yangu. Mlinikaribisha kwa bashasha, dua na sala. Na ninashukuru kwamba nimeweza kurudi tena hapa Nyashimo ndani ya wilaya ya Busega, leo ikiwa ni siku yangu ya mwisho ya ziara hiyo. Waswahili wanasema mwiba unapochoma ndipo hapo hapo unapotokea. Kwa nami nimeingilia Busega, natokea Busega. Asanteni sana. Ndugu wananchi, ninayo furaha kubwa sana kuungana nanyi leo katika hafla hii ya uzinduzi wa mradi wa maji Lamadi. Vijana wa hamasa naomba mtulie. Hamasa naomba mtulie. Nasema ninayo furaha kubwa sana kuungana nanyi leo katika hafla hii ya uzinduzi wa mradi wa maji Lamadi pamoja na uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa maji unaohusiana na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hapa mkoani Simiyu. Mradi huu una mambo matano makubwa. Kwanza, upatikanaji wa maji, lakini pili, kilimo na masuala ya ufugaji na uoto wa asili. Tatu, ni kuongeza uwezo wa wizara kiutaalamu na utendaji kazi, vifaa vya kutendea kazi. Lakini 4, ni mradi wa maji taka na uhifadhi wa mazingira. Niwahimize wananchi wa Simiyu kutoa ushirikiano wa kutosha kwenye utekelezaji wa mradi huu. Ndugu zangu, maeneo haya yamekuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji. Ndio maana serikali imeamua kutekeleza mradi wa Lamadi ambao nimeuzindua hivi punde. Mradi wa Lamadi pamoja na huu nilioweka jiwe la msingi hapa, kwa pamoja itaboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika mkoa wote wa Simiyu. Miradi hii itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wananchi wa mji wa Lamadi, Nyashimo, Bariadi, Ligangabilili sambamba na vijiji 103 katika awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi huu. Na nimetaarifiwa kuwa baadhi yenu ndugu wananchi wa eneo hili la Busega mmejitolea kwa hiari
maeneo yenu ili kupisha utekelezaji wa mradi huu. Niwapongeze sana kwa uamuzi huo, na kwa kweli utachangia kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi huu, kwa sababu msingetoa maeneo haya bila masharti, mngetaka kulipwa, pengine mradi ungechelewa kusubiri malipaji ya fidia. Lakini kwa sababu mmetoa maeneo bila malipo, basi mmechangia utekelezaji wa haraka wa mradi huu. Lakini ndugu zangu wa Busega, huu ndio uzalendo, na hongereni sana. Tunapokwenda kuendelea na utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi huu katika miji ya Maswa na Meatu, ni waombe wananchi wa maeneo hayo watoe ushirikiano kama huu waliofanya ndugu zao wa Busega ili kuharakisha utekelezaji wa mradi huu. Ndugu wananchi, ni waombe muungane nami kuwashukuru wadau wa maendeleo ambao ni shirika la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi la Green Climate Fund au GCF, na serikali ya Ujerumani kupitia German Development Corporation, na yenyewe kupitia Benki ya Maendeleo ya Ujerumani ya KfW, ambao wametupatia msaada huu na ambao wanashirikiana nasi katika utekelezaji wa mradi huu mkubwa kwa gharama shilingi bilioni 440. Ujerumani oye! GCF oye! KfW oye! Aidha, ni washukuru Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, European Investment Bank, na shirika la maendeleo la Ufaransa AFD, ambao wamegharamia ujenzi wa mradi wa maji ya Lamadi kwa gharama shilingi bilioni 12.83. Na wenyewe tuambie asanteni na tuseme oye, tuwapige makofi mengi. To our development partners, thank you so much. You couldn't have done much better in supporting the socio-economic development of this community than financing this project, integrated climate change development project. Supporting this community is supporting the whole nation. We are very grateful. Thank you so much. Aidha, niwashukuru ndugu wananchi, nafahamu mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi unajumuisha kazi zinazohusu, kama nilivyosema awali, sekta ya kilimo, mifugo, maji na uhifadhi wa mazingira, lakini pia usafi wa mazingira. Niwakumbushe kuwa swala la uhifadhi wa mazingira ni msingi endelevu wa upatikanaji wa maji na kuwezesha shughuli mbalimbali za maendeleo kama kilimo, ufugaji, uvuvi, uwepo wa viwanda na utalii. Kwa muktadha huo, ninaagiza juhudi za kuhifadhi mazingira ziendelee kufanyika kikamilifu kwa kushirikiana na sekta zote, na kila sekta au kila wizara itimize wajibu wake. Ndugu zangu Wasukuma, nyinyi mahodari sana kukata miti. Unataka ukichunga ng'ombe wako huko hapa umuone ng'ombe kilomita 3. Lakini hayo ndiyo yametufikisha hapa. Niwaombe sana sasa turudi kupanda miti. Mradi huu una sehemu ya upandaji wa miti, una component 5 kama nilivyosema. Niombe tekelezeni mradi huu kwa juhudi kubwa ili mrudishe mazingira kama yalivyokuwa mwanzo na muweze kufaidika nayo. Ndugu zangu, serikali imeipa kipaumbele sekta ya maji ili iweze kutoa huduma endelevu ya maji safi na salama pamoja na usafi wa mazingira kwa wananchi wote. Nafahamu sekta ya maji ni miongoni mwa sekta muhimu katika kukuza uchumi na kupambana na umaskini nchini, ambapo maji yanapopatikana bila shida husaidia kupunguza muda wa wananchi kutafuta maji na badala yake kutumia muda huo kufanya kazi za kujiletea maendeleo. Vile vile, upatikanaji wa maji safi na salama unawapunguzia wananchi matishio ya magonjwa yatokanayo na ukosefu wa maji. Na ndio maana tunasema maji ni uhai. Ni uhai wa viumbe wanadamu, lakini ni uhai
wa viumbe wanyama. Kwa hiyo twendeni tukaukamate mradi huu, tutekeleze yaliyomo ndani ya mradi huu ili tuwe na uendelevu wa upatikanaji wa maji. Ndugu zangu, kwa mantiki hiyo, nitumie fursa hii kumpongeza Waziri wa Maji na timu yake kwa kazi nzuri wanayoifanya kuendelea na mipango ya kuongeza upatikanaji wa huduma za maji katika maeneo mbalimbali vijijini na mijini. Na ndugu zenu Awesu, nimemwekea wakina mama wawili, Mwajuma na mwenziwe naibu katibu mkuu. Wakina mama hawa niliwaambia nimeapa kumtua mama ndio kichwani. Waziri wenu ni mwanamme, nyinyi wawili ni mwanamke. Nendeni kampeni nguvu, maji yapatikane Tanzania, na dada zenu hawa wameifanya kazi hiyo na maji yamepatikana kwa kiasi kikubwa ndani ya Tanzania. Kwa ukanda huu wa kanda ya Ziwa, naomba mkae. Kwa ukanda huu wa kanda ya Ziwa peke yake, karibu trilioni 1 milioni 400 zimetumika kuleta suluhu ya maji ndani ya kanda ya Ziwa. Kila eneo la kanda ya Ziwa maji sasa yanapatikana, na tunakwenda kumalizia kwa yale maeneo ambayo bado huduma haijafika. Kwa nawapongeza sana Waziri Aweso na timu yako. Jitihada hizi zimeimarisha hali ya upatikanaji wa maji safi na salama mkoa wa Simiyu kutoka wastani wa 70% mwaka 2020 hadi 83% mwaka 2025 maeneo ya vijijini, na kwa upande wa mijini kutoka wastani wa 84% mwaka 2020 hadi 91.6% mwaka 2025. Lakini kama mnavyojua kuna miradi mingi bado inatekelezwa. Tutakapomaliza miradi yote, asilimia hizi zinakwenda kuwa pengine 100% ndani ya mkoa wa Simiyu. Niwasisitize wizara shirikiane vyema na uongozi wa mikoa pamoja na wilaya zote nchini ili kuimarisha utekelezaji wa mipango ya upatikanaji wa maji safi na salama. Ndugu zangu, vile vile serikali imefikisha umeme kwenye vijiji vyote 59 vya Busega, na mradi wa ujenzi wa miundombinu ya kusafirisha umeme huo kutoka Busega na ujenzi wa kituo cha kupozea umeme hapa Simiyu vitaimarisha zaidi upatikanaji wa umeme wa uhakika na hivyo kupatikana maji kwa uhakika. Ndugu wananchi, serikali imeendelea kusimamia kwa karibu maendeleo ya sekta ndogo ya pamba. Katika ziara hii nilizindua viwanda vikubwa 3 vya pamba katika mkoa wetu wa Simiyu. Nitumie fursa hii kuwaasa muendelee kuzalisha pamba kwa wingi ili tunufaike na ujio wa viwanda hivi. Na pale mwanzo nilisema uwepo wa maji popote pale unafanya uwepo wa kilimo kizuri, mifugo vizuri, viwanda viwepo, na sekta nyingine zinaleta maendeleo. Kwa hiyo uwepo wa viwanda hivi na vinavyokuja ndani ya mkoa wa Simiyu ni suluhisho la uchumi wetu, ni dalili kwa maji yanapatikana kwa uhakika, umeme unapatikana kwa uhakika. Hongereni sana wana Simiyu. Serikali vile vile imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya mifugo. Wakati wa ziara hii nilizindua kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo yetu kitaifa. Niwaombe mjitokeze kushiriki ipasavyo katika zoezi hili ili tulinde afya ya mifugo yetu na kuiongezea thamani. Busega oye! Simiyu oye! Ndugu wana Busega, baada ya kusema hayo, niseme kwamba nawapongeza wana Busega kwa juhudi kubwa mnazoendelea kufanya katika kujiletea maendeleo. Nikiwa ziarani hapa, nimejulisha kwamba makusanyo kwenye halmashauri yenu yameongezeka. Si makubwa sana, lakini yameongezeka. Kwa hiyo niwaombe mfanye jitihada ya kuongeza mapato kwenye halmashauri, kwa sababu tunako kwenda, na imesemwa hapa,
Miradi mingi kwa sasa tunafanya kwa fedha za ndani pamoja na misaada wanayotupa ndugu zetu, wenzetu, washirika wetu katika maendeleo. Kwa hiyo mjitahidi kukusanya mapato ya ndani ili mipango mingine ya maendeleo kwa wananchi iweze kuendelea. Na washukuru tena wananchi kwa juhudi zenu katika kulijenga taifa letu. Na ninawashukuru washirika wetu wa maendeleo kama nilivyosema kwa kutuunga mkono kwenye jitihada katika utekelezaji wa miradi mbalimbali. Na kwa kuwa ninahitimisha ziara yangu leo, nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na sekretarieti yake pamoja. Kenani oye! Uongozi wa mkoa na wilaya hoye! Sasa namshukuru Mkuu wa Mkoa na sekretarieti yake na ofisi za wakuu wa wilaya kwa uratibu mzuri wa ziara hii. Nirejee kama nilivyosema jana kuwashukuru wote walioshiriki kufanya ziara hii ifanikiwe kwa kiwango kikubwa. Niwatakie wote lakini zaidi na washukuru wananchi wa mkoa mzima wa Simiyu. Kila wilaya niliko kwenda wananchi wamefurika. Na haya ni mapenzi makubwa kwa uongozi wenu wa nchi, uongozi wenu wa taifa, na washukuru sana. Ndugu zangu, niwatakie nyota ya baraka. Mwenyezi Mungu awashushie baraka na washushie neema. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana Simiyu sijasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Oktoba. Asanteni sana. Haya, makofi mengi kwaya ya maji kutoka Musoma. Tuendelee wakati Mheshimiwa Rais